Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kwa jina naitwa Imamu Suleiman Abdallah, amiri wa jukwaa la maimamu na maduati Tanzania mada taifa. Leo tumezindua SACCOS na tunaweka historia katika nchi hii ya Tanzania kwamba kuanzisha SACCOS kwa maimamu na walimu wa madrasa na walimu wa EDK. Leo tumeanzisha katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Tunatarajia inshallah pale itakapokuwa imestikama Tanzania, Dar es Salaam, mikoa mingine itafuatia. Lengo letu la kuanzisha SACCOS sisi wanajumada, kwanza ni SACCOS yenyewe kuwawezesha maimamu kwa kukopeshana wao kwa wao baada ya kuwekeza, lakini pia kupitia SACCOS miradi mbalimbali itapatikana, kwa sababu tulijadili na kujiuliza, je, maimamu na maduati hawezi kuanzisha pharmacy, wakawa na pharmacy ya maimamu na maduati? Je, hawawezi kuanzisha dispensary? Je, hawezi kumiliki shule za awali? Je, hawezi kumiliki shule za msingi na sekondari na vyuo mbalimbali? Wakapitisha kwamba ni jambo ambalo linawezekana. Basi leo tukasema leo tuanze na SACCOS na baadaye hiyo miradi mingine itafuatia. Tutegemee maimamu na maduati kufaidika. Tunategemea kupitia SACCOS maimamu watamiliki vipando, kupitia SACCOS walimu wa madrasa na wa EDK watamiliki vipando, watamiliki vitu kadha wa kadha, kujenga nyumba zao na mambo mengineyo. Kutumia nafasi hii ikiwa mimi ndio amiri wa jumada, ni waombe maimamu wote Dar es Salaam na Tanzania kwa jumla, walimu wote wa EDK, walimu wote wa madrasa, kwa kutumia nafasi hii wajumuike nasi, na nataraji watafaidika na mwanzo ni wa mwanzo. Basi wewe unanisikiliza imamu na yule mwalimu, hebu kwa mwanzo na asabikuna wa mwanzo ni wa mwanzo, upate mikopo, upate kuwasaidia wengine, upate kuwasaidia watoto mayatima, upate kusaidia jamii na mwenyewe pia upate kufaidika. Kwa hivyo wito wangu ni waombe wale ambao bado hawajajiunga kwenye hii SACCOS ya jumada, basi kwa sauti hii, klipu hii, wito huu wa leo ni kwamba wajiunge na faida kubwa itapatikana, na tunatarajia kupitia SACCOS hii ya jumada maimamu na maduati watafaidika mbali ya SACCOS, lakini kupitia hii SACCOS tutaanzisha miradi mbalimbali ambayo maimamu wataipitisha. Tumeanzia Dar es Salaam, itafuatia mikoa mingine kama Tanga, Mwanza, Mtwara, Pwani na kadhalika. Kwa hivyo kwa niaba ya uongozi wa jumada natoa tena wito maimamu waiunge hii SACCOS, walimu wa madrasa waiunge hii SACCOS, na walimu wa EDK waiunge hii SACCOS. Faida nyingi zitapatikana kupitia SACCOS. Hili wazo limejadiliwa na wanajumada takriban kama miezi miwili, lakini mwisho tukasema tuanze na SACCOS. Lakini maimamu na walimu mara nyingi ni watu ambao wanasaulika, lakini mashallah maimamu na walimu ni watu wenye upeo wa hali ya juu. Kwa hivyo mbali ya SACCOS walitoa wazo hilo maduati na maimamu, lakini wana mambo mengi ambao wameyakusudia. Je, walikuwa wanajiuliza, maimamu na maduati hawawezi wakaanzisha pharmacy? Je, maimamu na maduati hawawezi kuanzisha hospitali, dispensary? Hawawezi kuanzisha shule za awali? Hawawezi kuanzisha shule za msingi? Hawawezi kuanzisha vyuo? Ni jambo ambalo linawezekana pale watakapoanzisha hii SACCOS, na miradi mingine itafuatia nyuma yake. Kwa jina naitwa Simon Kimbi, ni afisa ushirika kutoka manispaa ya Kinondoni.
Nimekuja leo hapa eneo la Masjid Nur. Wanachama au jumuiya hii imeniita ili niweze kutoa elimu ya ushirika ili waweze kufanya usajili wa chama chao cha ushirika. Nikawauliza mnataka chama kipi, wakasema watajikita zaidi kwenye chama cha ushirika wa akiba na mikopo. Kwa hiyo tukatoa elimu jinsi ambavyo tafasiri ya ushirika ni nini, wakaelewa jinsi ya ushirika, sababu tunapofanya ushirika tunafanya jumuishi, kwa maana ya kufanya shughuli na pamoja na kuunganisha nguvu na kuwa ni kitu kimoja, badala ya kuwa mtu mmoja mmoja, na kufanya uchumi ambao utakuwa ni wa pamoja kwa faida ya wote. Kwa hiyo wameelewa na tukawapa ABC kuhusiana na jinsi ya kusimamia vyama hivi. Kinachotakiwa ni utawala mzuri, utawala ambao ni madhubuti, kwa maana ya kusimamia hizi miamala kifedha ili chama chetu kikue na kiweze kustawi kwa ujumla. Kwa hiyo nimehakikisha kwa mambo ya uwekezaji, mambo ya hisa, michango ya hisa inafanya kazi gani. Nikaambia kwamba michango ya hisa inajikita zaidi katika kufanya uwekezaji. Fedha hizi unaweza kupeleka kwenye mambo ya benki, UTT au benki kuu na hati fungani, au ukafanya biashara unganishi, wanaita joint venture, ukafanya mradi. Lakini pia nikawafundisha jinsi ya akiba ni nini. Akiba unaweka kule kwa maana ya kufanya mawekezo ili wanachama waweze kuwa huru katika kuchota kiasi cha fedha kwa ajili ya kufanya shughuli zao za biashara. Lakini pia tukaulizana, nyie mnajikita zaidi kwenye SACCOS, lakini hamna mtazamo kuwa na riba, chama chenu kitakuwaje katika kukua? Kwa hiyo tukakubaliana kwamba tuweke ada ya mwezi, tuweke kiingilio, tuweke fomu na miradi mingine tutaiweka, kwa maana kupata uzoefu wa vyama vingine ili tupate mapato ambayo ni toshelevu, kwa maana chama kiweze kukua na kustawi kwa zaidi. Kwa hiyo tumeunda kamati anzilishi ambayo itasimamia zile nyaraka za serikali ili kuweka miamala vizuri na uelewa zaidi, na tutaendelea hapo. Kwa hiyo sasa tumepeana majukumu ya michango endelee kutolewa ili tuweze kufikia ile takwa au sharti la sheria na kutakiwa chama kiwe angalau na mtaji wa milioni 10 ili usajili uendelee. Kwa hiyo siku hadi siku tutakuzidi kupeana elimu na kuweza kufika pazuri. Lakini pia uliuliza mambo ya kukopa kwenye taasisi za nje. Nikaambia sheria inaruhusu kukopa taasisi za nje pale tu itapoonekana kuna mapungufu ndani ya chama katika kutosheleza mtaji, lakini sisi kama wasimamizi tunapenda zaidi watu wajikite kwenye kuweka mitaji yao na kwa binafsi na kuweza kutoshelezeka ndani ya chama ili kuona mtazamo kwenda nje. Unapenda nguvu kwanza iwe ndani, nje na kwenda baadaye kama kutatokea uchambuzi yakinifu na kuona kwamba kuna hitajio la kwenda huko. Nasikia furaha kualikwa na Jumada. Najisikia furaha kualikwa na Jumada kwa sababu mmeniita ili nije kutoa elimu. Kwa hiyo najisikia faraja kwa sababu nimetoa maelekezo ambayo serikali imetupa. Natumai wananchi au wanachama hawa wameyapokea na watafanyia kazi na tutashirikiana kufikia lengo. SACCOS ni taasisi ya kifedha ambayo inatokana na wanachama kwa maana ya kuweka akiba na kukopa. Kwa hiyo ni chombo ambacho kinajisimamia chenyewe, kinasimamia chenyewe kwa maana kupata zile sheria na serikali zilizoziweka. Kinaongozwa na sheria namba 6 ya mwaka 2013 na hizi huduma ndogo za fedha namba 10 2018 na kanuni zake 2019. Kwa hiyo ni taasisi ya kifedha ambayo ni rasmi, lakini imepewa mamlaka rasmi katika kuiongoza kupitia utawala wa wanachama wao wenyewe. Lakini sisi tume tunasimamia juu pale kama viongozi kuhakikisha kwamba chama kimeleta matunda bora na zao kwa ujumla. Chama cha ushirika ni kwamba kina faida nyingi. Kwanza, kinaleta umoja na mshikamano ndani ya jamii, mnajuana. Lakini pia
kwenye taasisi za nje huko mnajulikana, kwa mfano kuna kukopa, kukopeshwa, lakini pia kuna ile wanasema kujulikana, kuwa na wanasema identity, kwamba hiki ni Jumada SACCOS. Labda mnaweza mkaenda sehemu mkafanya wasilisho la taarifa au mada au kushirikishwaji kwa chombo chochote cha serikali. Kwa hiyo pia mnaweza mkakopeshwa katika taasisi za nje, lakini pia inaleta muunganiko wa pamoja katika kufikia malengo ya kukidhi matakwa ya wananchi, inayolenga zaidi uchumi zaidi na jamii kwa ujumla. Of course kupitia fursa ni kwamba ni vizuri vyombo hivi tukaviheshimu na kutendea haki, kwamba tuwe na ile elimu na maelekezo na miongozo ambayo ipo, ili tuweze kuweka akiba zetu, kwa maana hizi akiba zinakuja kuleta matokeo chanya huko mbele na kuongeza kipato. Pia unajifunza vitu vingi, kwa sababu unapokuja kuungana na wenzio, wewe unakuja kama wewe, lakini unapokuwa na wenzio utajifunza vitu vingi. Utakuta mwenzako anafanya hiki, anafanya kile, anafanya kile. Kwa hiyo hii itakufungua wewe ufahamu wako na kuweza kupata elimu mbadala na kuwa na njia sahihi ya kuongeza uchumi na shindanishi kwa ujumla. Ile akiba imewekwa kwenye chama pale ni sehemu ya mtaji wa chama, lakini pia inatumika katika kufanya uzalishaji, labda kwa maana ya kutoa mikopo. Labda nizungumzie kwa sababu nyinyi hamna riba, lakini ile akiba inapotoka kwa wanachama inafanya uzalishaji. Yule mwanachama anaenda kuifanyia kazi, anaenda kuiongeza, inakuwa na thamani. Ulikuwa na milioni 15 inakuwa ni milioni 45. Kwa hiyo unaenda kuifanyia kazi mara mbili, inaleta faida. Kwa hiyo kile ambacho kidogo ulichokuwa nacho kinaongezeka. Kwa hiyo tukipitia mkondo wa akiba, ina maana kwamba tutakuwa tunazalisha zaidi. Kwa hiyo ningependa watu wafunguke kuweka akiba za kutosha na kupata hela za kutosha, ili kuwa na miamala mingi ya kufanya biashara kubwa na kufungua miamala na kuongezeka zaidi na zaidi. Sisi kama wasimamizi, hiyo nafasi ipo, kwamba unatoa huduma kwa mwanachama yeyote. Kuna mwanachama au wanachama ambao wanafanya uzalishaji kwa kupitia riba, lakini pia kuna wanachama ambao kwa imani zao za kidini wanazalisha bila ya riba. Kwa hiyo cha msingi mnakaa kwenye meza na kuweka maandiko kwamba hiki chama au taasisi itasimama vipi kuhakikisha kwamba inafanya faida kwa ufanisi na wanachama wananufaika na kile ambacho wanakitarajia, kwa hiyo bila kuleta athari katika miamala au miongozo ya kidini. Kwa hiyo tunaweka sawa ili watu wa dini waendelee kufanya kazi yao vizuri na uzalishaji uendelee na jamii inufaike kwa ujumla. Nilikuwa naomba tu kwamba Jumada muendelee na umoja wenu, muendelee kushikamana kama ilivyo historia nchi, kwamba tunafanya kazi kwa pamoja na kujenga umoja wetu na kuwa na taswira moja. Kwa hiyo tuimarishe na tuwe na imani zetu, na hii kitu iendelee kwenye jamii, ili wale wa jamii wapokee kile ambacho mnakiandaa, ili muwe na wanachama wengi na waumini wengi na kuleta umoja kwa ujumla kitaifa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Baada kumshukuru Allah na kumtakia rehema mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa kweli alhamdulillah leo tulikuwa katika uzinduzi wa kitu kinachoitwa Jumada SACCOS. Kwanza mimi naitwa Musa Kasim Yahya, ni katibu mkuu wa taasisi ya Jumada Tanzania. Kwa fursa hii kuwafahamisha Waislamu wote, maimamu wote, maduati wote Tanzania kwamba leo rasmi sasa kimeanzishwa kitu kinachoitwa Jumada SACCOS. Kwa muda mrefu maimamu, walimu wa madrasa wamekuwa wakipata shida, waanzie wapi, msaada wao upo wapi, lakini alhamdulillah taasisi ya Jumada imechakata kwa muda mrefu ni kwa namna gani watapata kitu ambacho kitawasaidia maimamu, walimu wa madrasa na maduati kwa ujumla, wakabaini ukombozi mkubwa ni Jumada. Na leo rasmi Jumada SACCOS imefunguliwa, na afisa ushirika tulikuwa naye ametupa elimu kubwa sana juu ya Jumada SACCOS. Kwa wito wangu kwa maimamu wote Tanzania, popote ulipo, kimbilia Jumada SACCOS, ndio ukombozi wa maimamu, ndio ukombozi wa walimu wa madrasa. SACCOS hii kwa kweli chini ya kiongozi wetu Sheikh Suleiman, kwa kweli tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala amzidishie umri mrefu katika kuwahudumia Waislamu kwa maana ya Jumada kwa ujumla. Mimi sina mengi, katibu mkuu wa taasisi ya Jumada, na wakaribisha sana Waislamu wote Tanzania tujiunge na Jumada hii. Jumada SACCOS ndio ukombozi wa Waislamu wote kwa ujumla. Bila taufiki, wa assalamu alaykum wa rahmatullahi. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Kwa jina naitwa Shaban Yasini. Ni mwenyekiti wa Tamto SACCOS Dodoma, lakini pia nimekuwa ni mratibu wa karibu wa Jumada SACCOS ya Dar es Salaam, kwa maana ya kusaidia kuandalia sera ambazo zitasaidia katika mchakato wa usajili wa taasisi hii.